TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Nchi za EAC zaweka mkazo ushirikishwaji wanawake katika ulinzi na usalama. Katika biashara, Balozi Omari azitaka nchi za Afrika kubuni mikakati ya pamoja ya uchumi. Na katika habari za kimataifa, watoto 4 wauawa kwa kuchomwa visu katika shule ya awali Kampala. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko kwa waumini wa kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani wameadhimisha siku ya Ijumaa Kuu kwa kufanya ibada maalum ya kukumbuka mateso ya Bwana wao Yesu Kristo, huku wakiwahimiza kuitumia siku hiyo kwa kutafakuri ya kina na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo ana undani wa taarifa zaidi. Akihubiri katika ibada hiyo iliyofanyika katika kanisa kuu la KKKT Azania Front jijini Dar es Salaam, msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani Dean Chediel Luiza amesema ni muhimu kwa kila Mkristo kufanya tafakuri ya kina kuhusu mateso hayo, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila mwanadamu kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tafsiri ya kubeba makosa au dhambi na tafsiri ya kubeba magonjwa yetu ndiyo hiyo. Amekuja Yesu akayachukua, akayabeba yeye mwenyewe pasipo kusaidiwa na yeyote. Amebeba. Na Biblia, neno la Mungu kwenye huu nabii akasema yetu, yaani ya kila mmoja wetu, kwa jina lake, kwa umri wake, kwa jinsia yake, kwa hali yake, kwa anakotoka, amebeba. Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wamesema wanatumia wakati huo kumwomba Mungu kubariki familia, jamii na taifa, huku wakisisitiza umuhimu wa kuishi kwa upendo, amani na mshikamano, pamoja na kuiombea dunia inayokabiliwa na migogoro na vita. Mara nyingi tumekuwa tunatafsiri kwamba siku ya leo ni siku ambayo ilipaswa kuwa na huzuni sana, lakini Baba Askofu anasema leo ni siku ambayo imekuwa ya ushindi, tena ushindi mkubwa sana. Ushindi gani? Tunamshukuru kwamba ametufundisha neno zuri sana kwamba huyu mwanaume Yesu Kristo amekufa kwa ajili yetu. Kwa yale yote ambayo yanatutesa, yale yote ambayo yanatusibu, yale yote ambayo ni magumu kwetu, yote siku hii ya leo yamefukiwa. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na nguvu mpya, tunapaswa kusimama imara kwa kujua kwamba yale yote ambayo kwetu yamekuwa magumu sasa hayapo tena. Ijumaa Kuu ni siku muhimu kwa Wakristo, ikiwa ni kumbukumbu ya siku ya mateso na tafakuri inayokumbuka mateso ya kusulubiwa na kifo cha Yesu Kristo pale Kalvati Golgota, ambapo baadhi ya waumini hufunga kula nyama kama ishara ya heshima kwa sadaka ya kutoa mwili wake kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimeendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi, amani na usalama kwa kuweka msisitizo maalum juu ya ushirikishwaji wa wanawake, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 1325 UNSCR 1325. Mwandishi wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Azimio hilo linahimiza usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake katika masuala ya kuzuia migogoro, kujenga amani na kulinda usalama katika jamii. Akizungumza katika mkutano wa 13 wa pamoja wa mabaraza ya sekta uliofanyika jijini Nairobi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi wanachama ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Sudani Kusini na Somalia zimekubaliana kuongeza juhudi za kuhakikisha wanawake wanapata nafasi sawa katika vyombo vya ulinzi na usalama, huku akibainisha kuwa ushiriki wa wanawake una mchango mkubwa katika kuleta suluhu endelevu za migogoro na kuimarisha amani. Ukija kwa skopu ya Tanzania, kwanza tunajivunia kwamba kwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa ahead of the agenda, kwa maana ya kuwa mbele kidogo ya agenda. Kwa kutumia 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan tuliweza kujijenga na kuimarisha zaidi ushirikishwaji wa wanawake
kwenye sekta mbalimbali ikiwemo uongozi na masuala ya ulinzi na usalama. Hata teuzi zetu utaona kwenye masuala ya ulinzi na usalama tunaye CGI mkuu wa immigration ambaye ni mwanamke. Tumeona kwenye vyombo vya ulinzi na usalama uteuzi wa wakuu wa vyombo na wakuu wa idara na vitengo wanawake kwenye masuala haya. Kwa hiyo utaona kwamba tuko ahead of the agenda. Lakini ukiacha mfumo huo wa 4R kwenye eneo hilo hilo, tumejiimarisha sana katika kufanya tafiti za kiusalama, ikiwa ni pamoja na muendano au fungamanishi wa dira ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua ya 2050. Pamoja na ajenda hiyo, mkutano huo pia umejadili masuala ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mipaka, ugaidi pamoja na biashara haramu, ambapo pia nchi wanachama zimekubaliana kuimarisha mifumo ya kubadilishana taarifa za kiusalama na kuongeza uwezo wa taasisi husika ili kukabiliana na changamoto hizo kwa ufanisi zaidi. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wakazi wa mitaa ya Mbugani na Kivukoni katika kata ya Kalangalala manispaa ya Geita mkoani Geita wamelalamikia kuathirika kwa kiasi kikubwa na mafuriko yanayotokana na mtaro wa maji unaofurika kila mvua zinaponyesha na kusababisha maji kuingia kwenye makazi yao. Taarifa zaidi huyu hapa Joel Maduka kutoka Geita. Wakizungumza kwa vipindi tofauti kwenye maeneo hayo ambayo wamedai yanasababisha mafuriko, wananchi hao wamesema tatizo hilo limekuwa kwa muda mrefu, na licha ya kuwasilisha malalamiko yao kwa mamlaka husika mara kadhaa wakitarajia kusaidiwa, bado hawajaona jitihada madhubuti za kutatua changamoto hiyo. Yaani maji yanatokea kule juu yanakoswa mwelekeo, yanaingia huku kwenye majumba huku, yani hizi nyumba kipindi cha mvua zile nyumba hizi zilikuwa zimejaa maji, na matokeo yake yakaleta uharibifu pale kwa Mzee Paulo, nyumba zote zikaporomoka. Sasa huo mvuriko ukokaa umeishi. Safari ya pili mvua ile kaja kubwa sana hadi walikuja na tana waokoaji wanaokoa nyumba yote yalijaa maji. Pale tunaiomba kama ni serikali yetu ijaribu kutujali na sisi tuliyopata shida, maana bila kuomba kwa wanandugu tutakufa bila ya kusaidiwa. Kwa upande wake, diwani wa kata Kalangalala Ruben Sagaika amewatoa hofu wananchi hao, akisema tayari serikali imepokea kilio chao na imetenga kiasi cha shilingi milioni 200 kwa ajili ya kupanua mtaro huo pamoja na kutoa fidia kwa wakazi waliopo karibu na eneo hilo. Hatua imefanya imetenga kiasi cha milioni 200 kwa ajili ya kupanua mtaro, lakini pia kuwafidia wananchi ambao wamejenga karibu na ule mtaro, kwa sababu hatuwezi kupanua mtaro kwa sababu ule mtaro uko kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo nafikiri jana Mheshimiwa Naibu Waziri alisema zipo nyumba, wapo wananchi zaidi ya nyumba 4 ambazo zinahitaji kupewa fidia ili waupanue mtaro, wananchi walipo watoka katika maeneo hayo, ili serikali endelee kutengeneza mtaro mkubwa ambao utasaidia kwa accommodate maji mengi kuyapeleka kule mtoni ambapo utakuwa maji yanakuwa yanaenda. Wakati huo jana Aprili 2 katika kikao cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinachoendelea mjini Dodoma, mbunge wa Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura aliomba serikali kuandaa mpango wa dharura wa kuwasaidia wananchi wa maeneo hayo ambayo wamekuwa wakikumbwa mara kwa mara na changamoto ya mafuriko wakati wa mvua. Ningependa kufahamu, je, serikali haioni haja ya kuja na mpango wa dharura ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hii, ikizingatiwa kwamba imeshadumu kwa muda mrefu, wananchi wa maeneo hayo wakiwa wakipata hii changamoto kila mvua za masika zinapokuwa zinanyesha. Serikali kupitia halmashauri yetu pale Geita mjini, mwaka wa fedha huu ambao tunapitisha bajeti yake, tumetenga milioni 200 kwa ajili ya kuhamisha wananchi hao ambao ni kama nyumba 2, 3 au 4 hivi, ili waweze kupisha na tuweze kufanya upanuzi wa mtaro huo. Kwa upande wa wakazi wa mitaa hiyo, wanaendelea kusubiri utekelezaji wa mpango huo wa serikali, huku wakitarajia suluhisho la kudumu la tatizo la mafuriko. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mary Priska Mahundi amewataka vijana, hasa wanawake na watu wenye ulemavu, kutumia vyema mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kujikwamua kiuchumi. Gulaki Msola ameandaa taarifa zaidi. Akihutubia katika kongamano la wanawake linalojulikana kama Urembo na Ibada, Mhandisi Mahundi amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza programu mbalimbali za kuweza kuwakwamua vijana kitanzania
sanjari na makundi mengine ya wanawake na watu wenye ulemavu, huku akiwahimiza vijana wa Kitanzania kutokuchagua kazi ikiwemo za ususi ambazo zimeonekana kuwa na mchango mkubwa katika kusaidia makundi ya vijana kiuchumi. Kama ni msusi, kama ni mamalishe, kama ni babalishe, kama ni machinga wa biashara ndogo ndogo na shika mikononi, tunamuona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naye hayuko mbali. Ameweza kutoa mpaka sasa zaidi ya bilioni 10 maalumu kwenye benki ya NMB, ambapo wafanyabiashara wadogo wa aina hii ambaye anahitaji mtaji angalau wa milioni 4 kushuka chini wanaweza kupatiwa hii fedha. Ni ya serikali, lakini imepitishiwa kule benki kwa sababu wenzetu wana uzoefu na namna njema ya kuona kwamba hela itarudi na wengine wapewe. Lakini asilimia ya mkopo huu ni 7% tu. Unapata milioni 4 ama 3 kulingana na maelezo yako, kulingana na andiko lako, kulingana na kazi unayoifanya. Iwe ni muuza mboga, muuza matunda, biashara ndogo zote. Mheshimiwa Rais ameweza kuzipa baraka na kuona kwamba aweke mkono wake pale wa fedha, ambayo huyu mtu atapewa ule mkopo kwa kutumia kitambulisho tu cha mfanyabiashara mdogo ambacho kinapatikana kwa maafisa biashara kwenye halmashauri zote nchi nzima. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Chido Point Maria Wilson amesema lengo la kongamano hilo ni kuunganisha wasusi sanjari na wateja ili kupata huduma bora za ususi, huku akimsifu Mungu kwa hatua za kuendeleza sekta hiyo, ambapo pia amezitaja baadhi ya changamoto zinazowakumba wasusi katika kutoa huduma hiyo hapa nchini. Sisi tunaziomba wizara mbalimbali zijitokeze kusapoti wasusi, ikiwemo Wizara ya Afya. Wasusi ni waanga sana. Wasusi wengi wanakufa. Mama zetu wamesomesha kwa ususi, lakini wengi wanaangamia kwa TB kutokana hawana ile elimu ya kwamba msusi anatakiwa avae maski wakati anatoa huduma. Pia kwenye kuweka mtu dawa, wasusi wengine hawana elimu ya kuvaa gloves. Kwa hiyo inawamaliza kutokana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba wizara mbalimbali zijitokeze kusapoti wasusi. Pia kuna wasusi ambao wako Kariakoo, wako Mwenge, wamejirundika sehemu moja. Mazingira kama ya sasa hivi ya mvua, kazi hakuna. Na hii sekta ina watu wengi, ina wamama, ina wadada, ina vijana wadogo. Baadhi ya wasusi na wateja wa ususi walioshiriki katika kongamano hilo wamesema sekta ya ususi imekuwa mkombozi kwa makundi ya vijana, wakitaka kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto kama vile kodi na changamoto nyingine zinazowakabili wajasiriamali wadogo. Na kazi ya ususi imenisaidia mimi kununua vitu vingi sana, kujilipia kodi, kujilipia kila kitu ambacho ninastahili katika maisha yangu. Changamoto ni nyingi, lakini tunasema kwamba tunakabiliana nazo tu. Changamoto zipo, wengi wanakuja nasema kwamba hizi ni kazi za kike, yaani kama hivyo unavyojua. Kwa kila mtu na anapofikiria, lakini mimi napenda kuwaambia watu au kuwaambia mabinti ambao wameokoka, hata ambao hawajaokoka, saluni sio sehemu ya kupiga umbea, saluni sio sehemu ya kuangalia video. Unaweza kufanya kitu kama hichi ambacho anafanya dada Chido, inakuwa inatoa hamasa hata kwa watu wengine ambao wanatamani kufanya vitu kama hivi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kuelekea sikukuu ya Pasaka, jeshi la polisi mkoani Mwanza limeeleza namna lilivyojipanga kuhakikisha linaendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika maeneo yote. Maisha Kimano kutoka Mwanza ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo Wilibod Mutafungwa amesema jeshi hilo limeimarisha ulinzi katika maeneo yote ikiwemo maeneo ya visiwani pamoja na barabara kuu zinazoingia na kutoka. Hali ya usalama ya mkoa wa Mwanza imeendelea kuwa shwari. Kwa masaa 24 mkoa bado ni tulivu. Hatuna tukio kubwa ambalo limejitokeza katika mkoa wetu, hivyo kuamsha hisia kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Hivyo tumeshajipanga tayari katika maeneo yote kuhakikisha kwamba ulinzi umeimarishwa. Ulinzi huu tumeuimarisha maeneo yote kwa kuwapanga askari wanaotumia doria za magari kwenye makutano ya barabara. Magari yetu maalum tayari yameshawekwa, doria za pikipiki,
doria za magari ya wazi na doria za askari wa kiraia, doria za askari wanaotumia wanyama, na tayari tumeshaweka mpango kazi wa doria za boti katika visiwa vyetu mbalimbali vilivyopo katika upande wa mkoa wa Mwanza. Mfungwa amewataka wananchi kuhakikisha wanatii sheria na kujiepusha na matukio ambayo yanaweza kusababishia kujiingiza katika matatizo, huku akitoa wito kwa familia kuwa waangalifu na familia zao. Tunaomba wananchi, kila mkazi wa Mwanza katika kipindi hiki awe na utii mkubwa wa sheria, na tunaomba wananchi wajiepushe na matukio ambayo yanaweza yakawasababishia kuingia katika migogoro na vyombo vinavyosimamia sheria. Tunaomba ongezeko la utii wa sheria liwepo ili kuzifanya kazi zetu za kusimamia sheria na kuwaelekeza kadri sheria zinavyotaka ziweze kuwa rahisi. Eneo hilo linahitaji ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza na maeneo mengine. Lakini pia tunaomba zile familia zinapokuwa zimelazimika kusherekea sikukuu nje ya makazi yao, wasiache nyumba zao pasipokuwa na uangalizi. Unapotoka katika nyumba yako na kwenda kusherekea sikukuu sehemu yoyote ile, lazima uhakikishe kwamba ndani ya makazi yako umeacha ulinzi wa kutosha. Aidha, Kamanda Mutafungwa ametoa onyo kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni na maeneo mbalimbali ya starehe kuhakikisha wanazingatia tahadhari zote za kiusalama, ikiwa ni pamoja na kutoruhusu disco toto. Tunafahamu kwamba katika kipindi hiki sehemu za starehe ndio wakati wao wa kupata vipato kupitia biashara zao halali wanazofanya za kutoa burudani na furaha mbalimbali. Tunaomba katika kipindi hiki wafanyabiashara wa aina hiyo kwanza wazingatie masharti ya leseni zao, lakini pia kama ni sehemu kwa ajili ya kuburudisha watu, wahakikishe kwamba maeneo hayo yamewekewa ulinzi wa kutosha. Sisi tutakuwepo kama jeshi la polisi, lakini ile dhana ya watu wenyewe kujilinda kwanza, tunaomba ieleweke kwa wananchi, waweke ulinzi wa kutosha, na tunaelekeza kwa namna yote ile kwamba mambo ya kuwaburudisha watoto kupitia miziki maarufu disco toto kwenye vibanda, sehemu ambazo haziruhusi kupeleka watoto kwa ajili ya starehe za miziki, tunasema mambo hayo ni marufuku. Asante sana Meshak kwa taarifa hiyo. Naibu meneja wa mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, Dr. Shemsa Saidi amesema kuwa mafunzo kwa viongozi wasimamizi wa huduma za chanjo yanalenga kuimarisha ushirikishwaji wa viongozi katika ngazi zote ili kuhakikisha huduma za chanjo zinatolewa kwa ufanisi na ubora unaotarajiwa nchini. Veronica Grevers anayo taarifa zaidi. Dr. Shemsa ameyasema hayo jijini Arusha wakati wa mafunzo hayo yanayowakutanisha wataalamu wa afya kutoka mikoa mbalimbali, akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya viongozi wa afya ni msingi muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa mipango ya chanjo. Amesema kuwa kupitia mafunzo hayo viongozi wanajengewa uwezo wa kupanga, kusimamia na kufuatilia huduma za chanjo kwa ufanisi zaidi katika maeneo yao. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya, Dr. Tumaini Haonga, amesema kuwa mafunzo hayo yamehusisha mikoa yote 26 ya Tanzania bara pamoja na halmashauri 184 ambapo washiriki waligawanywa katika kanda 6 ili kuhakikisha ufanisi wa utoaji wa mafunzo.
Kwa upande wao, viongozi wasimamizi wa huduma za chanjo walioshiriki mafunzo hayo wameelezea namna yalivyowasaidia kuwajengea uwezo katika utekelezaji wa majukumu yao. Asante sana Veronica kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Tulia Trust inayoongozwa na mbunge wa jimbo la Uyole, Dr. Tulia Ackson, ameendelea kuwajengea nyumba watu wenye uhitaji katika jitihada za kuhakikisha wanaishi katika mazingira mazuri na kuondokana na changamoto wanazozipitia. Huyu hapa Daniel Simarta kutoka Mbeya kwa undani wa taarifa hiyo. Bunge, nakushukuru kwa kunikumbuka. Asante mama. Amina. Asante mama. Amina. Mungu akubariki sana. Ni maombi yaliyotolewa na Bi Elizabeth Jimmy kutokea mtaa wa Mwasote, kata Itezi, jijini Mbeya, wakati akikabidhiwa nyumba na mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust na mbunge wa jimbo la Uyole, Daktari Tulia Ackson, ambapo amezungumzia hali anayopitia. Amina. Asante. Amina. Asante sana. Amina. Kwa kuniheshimisha. Amina. Sikutegemea mimi kama nitapata jengo kama hilo. Amina. Kutegemea. Amina. Namshukuru huyu mtoto. Amenibeba sana, ameniuguza. Mpaka aliona, hakuona aibu, alienda redioni kwenda kuomba msaada kusudi aniponye mimi. Watu wakasema watakucheka, akasema acha wanicheke, mama arudi mara mbili, nimponye mama. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa mabunge duniani Daktari Tulia Ackson amewaomba wadau wengine kuendelea kuzitazama familia zenye uhitaji kwa kuzishika mkono kwa chochote, huku spika mstaafu kutokea nchi ya Uswisi akana haya kusema: nawashukuru kwa ushirikiano, kwa sababu hawa watu ambao tunakuja kuwasaidia, nyinyi mnakuwa mlishaanza kuishi nao katika mazingira hayo walionayo. Mwingine anasaidia chakula, mwingine kwa kwenda kusalimia, mwingine anapeleka maji, mwingine salamu, wanafurahi wale watu. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa ushirikiano mnaotoa, vinginevyo hata sisi tungekuja hapo tungekuta hali ni mbaya zaidi. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa ushirikiano. Lakini sasa, pamoja na shukrani hizi, ndugu zangu, ni waombe, kwenye jamii wako wahitaji wengi. Mbio za upendo zimepita huko na wamesisitiza kwamba tujitahidi kila mmoja wetu pale unapoweza msaidie jirani yako. Very, very glad to be here and to see the important work of Tulia and the Tulia Trust, which contributes a lot for your community and for people really in need. Thank you so much, Tulia. Nimefurahi sana kufika hapa na kuweza kuona kazi nzuri inayofanywa na ndugu yetu Tulia, lakini pia na taasisi yake ya Tulia Trust. Inafanya kazi nzuri, hongera sana Tulia. Lugano Mwangosi ni mkimbiza bendera ya upendo kutokea taasisi ya Tulia Trust. Amemwomba mbunge kuendelea kuzikumbuka familia nyingine zenye uhitaji, huku chifu eneo hilo amezungumzia umuhimu wa mbunge huyo. Elizabeth Charles, mkazi wa Itezi Magharibi, kata ya Itezi. Mheshimiwa, pia huyu mwananchi anaishi kwenye kata hii ya Itezi, lakini ana changamoto kubwa. Anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Vivyo hivyo yeye ni kipofu. Kwa hiyo anaishi kwa kutegemea misaada ya watu. Kwa wale wanaobeza mambo mazuri unayotufanyia wana Uyole, jamani, watu wao sio wema. Naomba tuwapuuze. Nikiripoti kutoka kata ya Itezi, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Simarta, TVE Habari. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Balozi Omari azitaka nchi za Afrika kubuni mikakati ya pamoja ya uchumi.